Umewahi kuulizwa kama Yesu alikuwa na mke? Swali hili limewafanya watu wengi wakasirike, wengine wakakimbia na wengine wakadai ni uvumi tu. Katika harakati zangu za kutafuta maarifa kutoka kwenye vitabu vilivyokataliwa kwenye Biblia, nikakutana na hiki kitabu kinaitwa The Gospel of Philip, yaani Injili ya Filipo. Baada ya kukipitia, nikaona ni vema na mimi nikawaletea yaliyomo japo kwa kifupi, ndugu zangu. Kitabu hiki ni cha zamani sana. Kiliandikwa karne ya 3 baada ya Kristo, ambacho kinasema jambo ambalo linaweza kukubadilisha mawazo yako kabisa. Na leo sitakujulisha tu kilichoandikwa ndani yake, nitakuambia kwa nini kilikataliwa, ni nani alikiandika na sababu gani kanisa lilipinga kitabu hiki kwa nguvu. Leo kutawaka moto hapa, watu wangu. Subiri hadi nikuambie kuhusu mistari ya busu kati ya Yesu na Maria Magdalene na nini maana yake halisi. Kaa hadi mwisho. Lakini kabla hatujaanza safari hii ya ukweli, bonyeza subscribe button sasa hivi. Share video hii kwa familia na marafiki. Chaneli yetu ya Neno Kweli inakutegemea wewe sana ili kuendelea kufanya kazi. Sasa, hebu tuanze na mwandishi wa kitabu. Ni nani aliandika Gospel of Philip au Injili ya Filipo? Kitabu cha The Gospel of Philip kiliandikwa katikati ya karne ya 2 hadi 3 AD, karibu miaka 150 hadi 250 baada ya Kristo kufariki. Inasemekana hakikuandikwa na Filipo mtume mwenyewe kama jina linavyopendekeza. Badala yake kiliandikwa na wafuasi wa Gnosticism, kikundi cha waaminifu ambao waliamini kwamba uokovu unakuja kwa imani na maarifa ya siri na siyo imani peke yake. Kitabu hiki kilipatikana mwaka 1945 katika Nag Hammadi, Misri, na kikiwa pamoja na vitabu vingine vya Gnostiki kama Gospel of Thomas na Gospel of Mary na vitabu vingine vingi vilivyofichwa au kutolewa kwenye Biblia ya vitabu 66. Lugha yake ya asili ni Kiptek, lakini wanasayansi wanaamini kwamba nakala ya awali ilikuwa ya Kigiriki. Kwa hiyo, The Gospel of Philip si injili kama ilivyo Mathayo, Marko, Luka na Yohana. Ni mkusanyiko wa mawazo, ushauri na mafundisho ya Gnostiki yaliyokusanywa na wafuasi wa Gnosticism. Hebu tutazame ni nini kilichoandikwa ndani ya kitabu hiki na mistari yenye utata. Hapa ndipo mambo yanapokuja ya kushangaza na kutatanisha. Tuanze na ukaribu kati ya Yesu na Maria Magdalene. Mstari maarufu zaidi katika Gospel of Philip ni huu. Gospel of Philip 63:34-35 inasema, na mwenzi wa Mwokozi ni Maria Magdalene, lakini Kristo alimpenda zaidi kuliko wanafunzi wote na alimbusu mdomoni mara nyingi. Wanafunzi wengine, kamilisha, wakamwambia, kwa nini unampenda yeye zaidi yetu wote? Mwokozi akawajibu akasema kwao, kwa nini siwapendi ninyi kama vile nilivyompenda yeye? Hebu soma tena hilo. Yesu alimbusu Maria Magdalene mdomoni, na wanafunzi wakakasirika wakauliza, kwa nini unampenda yeye zaidi yetu? Sasa hapa watu wamegawanyika. Wengine wanasema hii ni ishara ya upendo wa kimwili, kwamba Yesu alikuwa na uhusiano wa kimwili na Maria Magdalene. Wengine wanasema hii ni ishara ya maarifa ya kiroho, kwamba busu ni ishara ya kupeana mafundisho ya siri, si jambo la kimwili. Kanisa la Kikatoliki na wainjilisti wengi wanasema huu ni ulongo wa Gnostiki. Yesu hakuwa na mke. Na mimi pia sijasema kama alikuwa na mke. Na waeleza kilichoandikwa na wewe utatafakari kwa upande wako, sababu mimi na wewe hatukuwepo. Haya, tuendelee. Lakini kwa nini wanafunzi wenzake wakakasirika? Kwa nini walimuuliza, kwa nini unampenda yeye zaidi yetu? Gospel of Philip inasema zaidi. Gospel of Philip 55:23-26 inasema, mwanamke mtakatifu ni Roho Mtakatifu, tulijizalisha wenyewe kupitia kwake. Hapa Maria Magdalene anaonekana si mwanamke wa kawaida, bali mwakilishi wa Roho Mtakatifu, mtu wa maarifa ya ndani. Kitabu hiki pia kinaelezea sakramenti za siri. Gospel of Philip inazungumza kuhusu sakramenti 5 za Kignostiki
lakini moja kati yao ni yenye utata sana, ambayo inazungumzia chumba cha harusi, yani bridal chamber. Gospel of Philip 67 mstari wa 9 kwa 12 inasema, hakuna yoyote anayeweza kujiona mwenyewe katika maji au kwenye kioo bila nuru, wala hautaweza kujiona katika nuru bila maji au kioo. Kwa sababu hiyo, ni lazima mtu abatizwe katika vitu viwili, nuru na maji. Sasa nuru ni ufunuo. Lakini hapa kuna kitu. Ifikirie vizuri hii. Inasema kwamba ubatizo wa kawaida si wa kutosha. Mtu anahitaji kufika kwenye chumba cha harusi, yaani level ya juu ya uelewa wa kifikra. Na hapa sio harusi ya mke na mume, hapana, bali tumetafsiri moja kwa moja kutoka kwenye neno la Kizungu bridal chamber, ambayo ni hatua ya juu ya kuumbana kiroho na Mungu. Tuko pamoja hadi hapo? Baadhi ya wanasayansi wanasema chumba cha harusi, yani bridal chamber, ni ishara ya muunganiko kati ya mwanafunzi na Mungu. Wengine wanasema ni muungano wa roho, si mwili. Lakini hii ilipelekea kanisa kusema, hawa wanafundisha dini ya upotofu. Lakini pia, Gospel of Philip inashindana na wazo la ufufuo wa kimwili wa Yesu. Gospel of Philip 56:26 hadi 57 mstari wa 5 inasema, wale wanaosema kwamba Bwana alikufa kwanza na kisha akafufuka wanakosea, kwa maana alifufuka kwanza na kisha akafa. Kama mtu hafufuki wakati anaishi, atakufa na hatafufuka. Hii inamaanisha nini? Inasema kwamba ufufuo si jambo la mwili, bali la kiroho, kwamba Yesu alikuwa tayari amefufuka hata kabla ya kusulubiwa, kwa sababu alikuwa na uelewa wa ndani wa ukweli. Kanisa lilisema, hapana, Yesu alifufuka kimwili, kaburi lilikuwa tupu. Hebu tuone, ni kwa nini Gospel of Philip ilipingwa? Sasa swali kuu, kwa nini kanisa lilipinga kitabu hiki kwa nguvu? Sababu kuu ni 3. Kwanza, ilisambaza mafundisho ya Gnosticism. Gnosticism ilisema kwamba wokovu unakuja kwa maarifa ya siri, si imani ya kawaida. Kanisa lilisema, hapana, wokovu unakuja kwa imani, kwa Yesu Kristo na neema ya Mungu, na si kwa maarifa ya siri. Pili, ilishindana na mamlaka ya kanisa. Gospel of Philip ilisema kwamba kila mtu anaweza kufikia maarifa ya ndani bila kuhitaji makuhani au kanisa. Hii ilikuwa hatari kwa kanisa, ambalo lilitegemea udhibiti wa watu kupitia sakramenti na mamlaka ya kidini. 3, ilikuwa na mawazo ya kushangaza kuhusu Yesu na Maria. Kitabu hiki ilimfanya Maria Magdalena kuonekana kama mwanafunzi mkuu, mpenzi wa karibu wa Yesu na hata mshirika wa maarifa ya siri. Hii ilipingana kabisa na utamaduni wa wakati ule, ambao ulimfanya mwanamke kuonekana chini ya mwanaume. Kifupi hapa, kanisa lilichangia kumkandamiza mwanamke. Kanisa lilisema, Maria Magdalena si mtume, hakuwa mshirika wa Yesu, hii ni uongo, na kwamba Yesu hakuwa na mfuasi wa kike. Lakini sasa, je, tunapaswa kuamini Gospel of Philip? Hili ni swali zito. Ukweli ni kwamba Gospel of Philip haiko katika Biblia yetu kwa sababu za ukinzani kama tulivyoona hapo juu. Lakini kuna watu ambao wanasema kanisa lilificha ukweli. Labda Maria Magdalena alikuwa muhimu zaidi kuliko tunavyofikiri. Labda kuna maarifa ya siri yamepotea. Kila mtu ana haki ya kufanya utafiti wake mwenyewe na kuamua anaamini nini. Ndugu yangu, kama umesikiliza hadi hapa, wewe ni shabiki sana. Nikushukuru sana. Naamini pia unaona kwamba historia ya kanisa imejaa siri nyingi zilizofichwa. Kama unavyojua, kitu kikipitia kwenye mikono ya wanadumu, mambo ni mengi. Ukipendezwa, tafuta kitabu hiki katika vyanzo mbalimbali vya maarifa, usome zaidi, lakini kuna uwezekano ukapata nakala ya Kiingereza. Kitabu kinaitwa The Gospel of Philip. Kama video hii imekufungua macho, bonyeza like button, na kama una maswali, weka comment chini. Tutajibu wote. Kaa imara, tafuta maarifa na mtafute Mungu. Tutaonana video ijayo. Mungu akubariki.